Jina la Bwana Yesu lipewe sifa tena. Kwa Jumapili ya leo ningependa kuzungumzia kuhusu hii kitu ambayo inaitwa lawama. Kuna watu wanasema kuna msemo siku hizo watu wanapenda kusema ya kwamba lawama kwetu ni cheo. Huo ni msemo ambao sio wa kiBiblia na sio msemo ambao ni mzuri. Kweli ni kwamba lawama sio cheo. Lawama ni mbaya. Mara nyingi sana tunaona watu wakilaumu vitu kadha wa kadha, wakilaumiana wao wenyewe pia kwa wenyewe, na hii inatokana na matukio fulani ambayo yametokea ambayo sio ya kawaida. Watu huanza kuoteshana vidole mmoja kwa mwingine. Kwa Jumapili ya leo ningependa tu kuzungumzia kuhusu lawama, na lawama mara nyingi inafanywa na wanadamu. Hatujawahi kuona ng'ombe akimlaumu ng'ombe mwenzake ama punda akimlaumu punda mwenzake. Lawama huwa ni kwa wanadamu, ndio wanajua maana yake na ndio wanajua kazi ya lawama. Kwa hivyo ningependa kuangalia mfano wa kwanza wa lawama katika Biblia, na tutaupata katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 12 na 13. Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 12 inasema hivi: Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. 13. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, ni nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Sasa tunaona kutokana na haya matukio mawili katika shamba la Edeni, tunaelewa habari hii vizuri. Adamu na Hawa walipofanya uasi, wakati Mungu amewapata katika hali ya uasi, wao walikuwa wakubali ya kwamba wamemwasi Mungu na watubu. Na hii ndio kitu ambacho kilikuwa kinamsaidia mfalme Daudi. Daudi mara nyingi alikuwa akifanya dhambi, na kama kuna mtu alikuwa anafanya dhambi mara nyingi sana ni Daudi. Lakini wakati ambapo Mungu alikuwa anatuma mjumbe kwenda kunena na Daudi kuhusu dhambi ambayo ameifanya, Daudi hakuwa anajitetea wala hakuwa anachukua lawama anasukumia mtu mwingine, bali yeye alikuwa anasema, Mungu kweli nimekosa mimi. Hata wakati ambapo shetani alisimama juu yake kumshawishi kwenda kuhesabu wana wa Israeli, ilikuwa ni chukizo kwa Bwana. Na hata Yoabu alipoambiwa kwamba aende ahesabu watu, alikuwa hataki kwenda, maana alikuwa anajua ni chukizo la Bwana. Kwa hiyo Daudi, kwa sababu alikuwa na nguvu nyingi, kwa sababu ni mfalme, alimlazimisha Yoabu aende ahesabu watu. Kwa hiyo Yoabu akaenda akahesabu. Baada ya hapo sasa, Bwana anamtokezea Daudi, anamwambia jambo hili ambalo umelifanya ni mbaya, na akampatia mambo matatu. Daudi akaweza kuchagua mojawapo: njaa, achakuwa kukimbia mbele ya maadui zake, ama tauni ingia katika nchi. Daudi akapiga mahesabu, akaona ya kwamba haya mambo hayawezekani. Akasema, Bwana, nitaanguka mikononi mwako, maana ndiko kuliko na usalama. Bwana akamsikia Daudi, lakini akaadhibu watu kwa tauni. Baada ya hapo Daudi analia, akasema kwamba mimi ndio nimefanya hii dhambi Bwana, mimi ndio nimefanya, usipeleke kwa watu wengine. Kwa hiyo kama ni kuadhibu, ni adhibu mimi, lakini sio watu wengine. Kwa hiyo yeye alikuwa anajua dhambi yake, na ndiposa alisonga mbele za Bwana na akaomba Mungu akamsaidia. Ndio sababu Daudi Mungu alikuwa anampenda, na akasema kwamba ako na moyo kama wake, kwa sababu yeye ni mtu wa ugairi na kukubali makosa yake. Tukio ambalo tunaliona katika kitabu cha Mwanzo, tunamkuta babu yetu Adamu amefanya dhambi, nyanya yetu Hawa pia amefanya dhambi. Wakati Mungu anamuuliza Adamu, mbona ulifanya jambo hili? Adamu hata haendi mahali pengine asumbuki, anamwambia ni wewe Mungu ndio umefanya hii dhambi ambayo nimefanya, huu uasi ambao nimeuasi, wewe ndio umefanya mimi nikaasi. Kwa sababu gani? Ulimuomba huyo mwanamke kaniletea. Huyu mwanamke ambaye uliniletea ni kama uliniletea kama mtego kwangu. Maana wakati Mungu anamwambia Adamu usikule matunda ya mti huu, ile siku utakapokula utakufa, Adamu alikuwa yuko peke yake, alikuwa hawajaumbwa. Sasa Adamu Hawa alipoumbwa kaita kwake, akamuelezea mambo ambayo Mungu alimwambia kwamba wafanye, na matunda ambayo alikuwa anafaa wakule na ambao
wastahili kukula. Sasa basi, wakati ambapo wamekula, Adamu, Mungu akimuuliza ni kwa nini ulifanya hivi, Adamu anamwambia Mungu, wewe ndio ulifanya mimi nikafanya. Kwa sababu gani? Huyu mwanamke ambaye uliniletea mimi, uliumba, ndiye amenifanya mimi nikakula haya matunda. Yeye ndiye alimeniletea na akaniambia nikule na mimi nikakula. Akaenda kwa mwanamke, anambia Hawa, mbona mambo haya yametendeka hivi? Hawa naye akasema nyoka ndiye alinidanganya na mimi nikafanya nini? Nikakula. Unajua hakumwambia nyoka nani alikuambia, kwa sababu alikuwa anajua nyoka ni generator mwenyewe. Ndiye amegenerate mambo yote. Kwa hivyo hakuwa na sababu ya kumuuliza. Alibaki kwa hawa wawili. Lakini hukumu aliposhukisha, alishukisha kwa wote. Sasa unaona, Adamu baada ya kufanya dhambi alimwelekezea kidole Mungu kwamba wewe ndio ulifanya mimi nikafanya hii dhambi. Hawa naye alipoulizwa kuhusu dhambi ambayo ameifanya, akaelekeza kidole chake kwa nani? Kwa nyoka. Kwa hivyo siku zote wanadamu wanapofanya maasi, mambo yanapokuwa mabaya katika maisha, wanaelekeza vidole watu wengine. Hata katika maisha yanapokuwa magumu, nasikia mtu anasema kwamba nyanya yangu ndiye ameniloga, ama jirani yangu ndiye hanitakii vizuri. Yaani siku zote kidole cha lawama lazima kisukume maaya. Lakini zaidi ya yote, wanadamu ulimwenguni husukuma vidole vya lawama kwa Mungu. Jambo lolote likitokezea kama Mungu ndiye amefanya hivi. Ni kwa sababu gani wanadamu wanapenda kusukuma? Wana sababu nyingi tofauti tofauti. Lakini ukweli ni kwamba kuna ukweli kiasi kidogo katika maandiko ambayo inaweza kufanya watu wakaelekeza lawama kwa Mungu. Kuna ukweli kiasi kidogo katika maandiko ambayo wanadamu wanaweza kuitumia na wakajitetea nayo kuelekeza kidole mbele za Mungu. Lakini sio jawabu tosha. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Tuangalie ya kwanza katika kitabu cha Isaya mlango wa 45 mstari wa 7. Isaya mlango wa 45 mstari wa 7, tuone sababu ambayo kidogo wanadamu wanaanza kujishikilia kwayo ama kujishikilia kwayo na wakaza kidole cha lawama kwa Mungu. Isaya 45 mstari wa 7, Biblia inasema hivi. Huyu Mungu ndiye anazungumza. Sema, mimi naiumba nuru na kulihuluku giza. Mimi nafanya suluhu na huluku ubaya. Mimi ni Bwana niyatendaye hayo yote. Sasa hapo naona Mungu mwenyewe ndiye anazungumza. Anasema ya kwamba yeye anaumba nuru. Hii nuru ambayo tunaiona yeye ndiye anaumba. Na pia giza yeye ndiye anaitengeneza. Alafu tena anasema ya kwamba yeye hufanya suluhu na kuhuluku ubaya. Yaani mambo yanapoharibika yeye ndiye anayetanga suluhu, ndiye anasikuja kuyasuluhisha. Na ubaya unapotokezea yeye tena ndiye huwa anauleta. Nadhani kitabu cha Amosi ambayo inasema ya kwamba jambo lolote aliweza kutendeka katika mji liwe ambalo Bwana hakulileta, liwe baya liwe nzuri, ni Bwana ndio ameleta. Kwa sababu gani? Tunasoma katika maandiko kwa Mungu wetu ni Mungu ambaye ako na uwezo wote. Hiyo ni moja wapo ya sifa za Mungu. Kwa hapa Mungu anasema ya kwamba unapoona nuru imekuja, yeye ndiye ameitengeneza. Na unapoona giza pia limefunga kabisa totoro, yeye ndiye ameitengeneza na kuleta ile giza. Unapoona kuna mabaya, yani Mungu anasema yeye ndiye ameyatengeneza yale mabaya yakaweza kukuja. Alafu wakati mambo yanapokuja mazuri, suluhisho linakuja, hata nakaa chini kwa meza anazungumza, pia Mungu ndiye anafanya haya. Na anasema mimi ndio nafanya mambo haya yote mimi. Kwa sababu ya andiko hilo, watu wanaweza kujishikilia pale na wakaweza kumlaumu Mungu kwa yale mambo ambayo wanayapata ambayo sio mazuri. Tukisonga pale mbele katika Isaya 46, tuangalie mstari wa 9 hadi wa 11. Biblia inasema hivi. Isaya 46:9 hadi 11. Kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu, wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu, wala hapana aliye kama mimi. Nitangazayo mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Nikisema, shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu. Nikiita ndege mkali kutoka mashariki, mtu wa shauri langu toka nje iliyo mbali. Naam, nimenena nami nitatekeleza,
nimekusudia nami nitafanya. Kwa yale Mungu anasema kwamba yale Mungu ambayo anasema ananena, yeye huwa anatekeleza. Akisema kwamba nitafanya jambo fulani, atalifanya. Tena anasema lile ambalo amelikusudia pia atalifanya. Yaani anapotaka kufanya jambo fulani atalifanya. Hakuna kitu kitamzuia. Kwa hiyo liwe neno linatokezea ulimwenguni, liwe ni nzuri, liwe ni baya, Mungu huwa anajua chenye kinaenda kufanyika na ana uwezo wa kuweza kusimamisha. Lakini wakati hajasimamisha, anajua ni kwa nini. Kwa sababu hiyo sasa, wanadamu ambao wanapenda kutafuta maandiko ya kujifunika kwayo, wanaweza kutumia haya maandiko wakajifunika wakati shida inapokuja, ubaya unapoonekana wakajifunika kwayo. Lakini ukweli ni kwamba katika maisha yetu sisi kama wanadamu, sisi ni waasi. Mungu ni mtakatifu. Tangia Adamu na hao waasi, tunazaliwa tukiwa waasi. Sisi ni wana wa uasi. Tunastahili kuingia jehanamu sote. Lakini kwa neema ya Mungu tu ndiye anatusafisha, anatusamehe na atatufanya tunakuwa wanawake. Bure tu kwa neema na rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa wakati ambapo mambo mengine ambayo yanatupata, mara nyingi tusizoee kuelekeza kidole cha lawama kwa Mungu. Mengine yatokezea kama matokeo ya ule uasi ambao sisi wenyewe tuko nao tunaofanya. Umeenda kufanya uzinifu, umepatikana na ugonjwa wa zinaa, unaanza kumlaumu Mungu. Mbona Mungu aliniacha nikaenda nikazini? Mbona Mungu hakunizuia? Mbona Mungu aliniletea yule mwanamke? Mbona Mungu aliniletea yule mwanamume tukaongea naye tukakubaliana naye? Alikwambia amekuletea? Alikwambia na kuongoza kwake? Ni dhambi yetu ambayo iko ndani yetu ya uzinifu inatupeleka katika vitendo vya uzinifu, alafu baada ya mambo kutupata pale mabaya, tunasema ya kwamba mbona Mungu hakuzuia? Yaani tunafanya mambo yetu, tunapiga hesabu ya maisha yetu. 99% tunapiga hesabu ya maisha yetu. Alafu baada ya kufanya mambo yanakuwa magumu, kidole cha lawama tunaelekeza Mungu. Mungu ndiye alifanya haya mambo. Kama yeye Mungu alikuwa na uwezo wa kuzuia, mbona Mungu hakuzuia sikuje kwangu? Mbona Mungu aliachilia ikakuja? Kuna jamaa mmoja nilikuwa naye akaniambia kwamba mimi sijui nimemkosea nini Mungu. Yaani mambo yananipata tu mabaya kila wakati. Ninapotokea hii ninapokuja. Hili linatokea hii ninapokuja. Sijui mimi nimemkosea nini. Sijui kwa familia yetu sisi sote mimi tu yangu ninateseka. Nikanyamaza, nikapiga mahesabu nitamjibu namna gani? Kwa Mungu nisaidie nikampatia jawabu ambalo ni nzuri. Yaani anaona ni Mungu ndiye amemdhulumu. Mwingine akasema ya kwamba anauzanga pale, biashara zake ndogo pale anauza. Anasema ya kwamba Mungu, kama kuna mtu ambaye ana ubaguzi mkubwa ni Mungu. Kabisa kwa nini? Mungu ndio mwanzilishi wa ubaguzi. Ndio sababu unaona anafanya watu wengine wanakuwa matajiri na wengine anafanya kuwa maskini. Mbona asifanye sio leo kwa matajiri? Mbona anatupagua? Na akitafuta katika maandiko, kama ni msomaji wa maandiko anakujishikilia kwa ile ambayo Biblia inasema kwamba nimempenda Yakobo na umchukie Esau. Kabla hawajafanya hawajazaliwa, lakini uzuri hakujua maandiko. Sasa kuna maandiko mengi ambayo mtu anaweza kuichukua na ukajifunika kwayo na kumlaumu Mungu. Lakini ukweli ni kwamba wakati ambapo Mkristo anaona jambo baya linatokezea kwako, usiwe mepesi wa kuelekeza kidole cha lawama kwa Mungu. Maana matukio mengine huwa ni ukarabati, shetani amempeleka majaribu mbele za Bwana. Na mengine ni dhambi yetu sisi wenyewe ambao tuko ndani yake inatutia katika majaribu. Na badala ya kushuka na kunyenyekea mbele za Mungu, tunachukua kidole cha lawama tunamwelekeza Mungu. Tunakuwa kama mahakimu. Sasa Mungu anakuwa ndio mshukiwa, sisi ni majaji. Na kitu kama hiyo haiwezi ikatusaidia. Jina la Bwana Yesu lipewe sifa. Tukiangalia mfano katika Biblia, mfano wa Ayubu. Ayubu alipokuwa ameshambuliwa na shetani na kuteswa, mali yake imeenda, watoto wake wote wameenda, wafanyikazi wameenda, amebaki kitubu. Afya yake pia imeenda. Mtu alikuwa ameheshimiwa, sasa yeye ni mtu ambaye anakaa katika mavumbi. Hata unakumbuka marafiki zake walipokuja kumwangalia, Biblia inasema kwamba Elifaz, Temari, Sofari, Bildadi walipokuja wakamwangalia, Biblia inasema kwamba alikaa siku 7 tu akiangalia, hawaongei na yeye, maana hawakujua, hawakuona kama ni Ayubu ambao alikuwa anamjua kitambo. Kumbuka katika yale mambo ambayo aliyapitia,
mtu ambaye alikuwa wa kwanza kumpatia ushauri wa kumsaidia kujiondoa katika shida ni mke wake. Alimwambia ya kwamba na wewe nao utashikamana na huyu Mungu mpaka lini? Wewe mkufuru huyu Mungu alafu ukufe. Tuangalie mlango wa 2 mstari wa 9 kitabu cha Ayubu. Huyu mama anamshauri Ayubu. Anamwambia kwamba utashikamana na Mungu mpaka lini kama amekufanyia mambo kama haya? Wewe kitu ambacho kiko fanya nini? Mkufuru Mungu alafu kufa. Katika mstari wa 9 mlango wa 2. Ayubu mlango wa 2 mstari wa 9 inasema, nenda kitabu kingine. Ayubu 2:9. Biblia inasema hivi. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe. Sasa hii ndio suluhisho ambalo ni la kishetani. Wakati ambapo kwenye shida, kuna sauti ya shetani ambayo itakuja kwako na ikunenee ufanye kinyume na mapenzi ya Mungu. Lakini sasa huyu mkeo anamwambia shida yote ni Mungu ndiye amekuletea, na unashikamana na yeye, unaendelea kuumia. Utaendelea kuumia hata lini? Wewe mkufuru huyu Mungu, kimkufuru tu atakuua, sababu story itaisha. Ndio sababu unaona wakati unapitia hali ngumu, shetani anaweza kupitia kwa mtu akushauri, ama kwako wewe mwenyewe ujisikie kujitoa uhai. Hiyo ni sauti ya shetani. Anawaambia na utashikamana na haya mambo mpaka lini? Jitoe uhai ukaweza kuwa huru. Na amesahau ya kwamba huyu Ayubu akimkufuru Mungu akikufa ametoka katika mikono ya Bwana. Nasahau ya kwamba wakati ambapo unakunywa sumu ama unajitia kitanzi, ndio umetoka kwenye shida ndogo umeingia kwenye shida kubwa ambayo ni ya hukumu ya milele. Kwa hiyo tufanye nini wapendwa, wakati mambo hayaendi sawa sawa kwetu? Wakati unapojaribu kutafuta kazi hauoni, wakati biashara yako haiendi vizuri, wakati ndoa yako inakaa kama inayumba yumba, tufanye nini wapendwa? Je, tumlaumu Mungu? Je, tumkufuru Mungu? Wakati masomo yako ni kama hayaendi vizuri, mimea yako shambani umepanda haiendi vizuri, wanyama wako hawazai vizuri kama wanyama wa watu wengine, wewe ni kama mikosi baada ya mikosi, mikosi baada ya mikosi. Watapanda mahindi hauvuni vizuri, wapanda maharagwe. Ukijaribu biashara hii inaenda vibaya unafunga, ukijaribu hii inaenda vibaya unafunga. Baadaye ukinapoangalia kando kando na wenzako biashara yao inaenda vizuri, unafika mahali ya kusema ya kwamba hapana, huyu ni Mungu ndiye amenikanyagia. Unaonesha kidole chako kwa Mungu. Je, wakati mambo yanapokuwa mabaya, labda ni majaribu ya shetani ama ni dhambi yetu imerufanya tukaweze kukutana na mambo kama haya, je, tutafanya nini wapendwa? Tumuoteshee Mungu kidole cha lawama kwamba yeye ndiye amefanya mambo haya na sisi tuko sawa? Sisi tuwe majaji na yeye awe ni mshukiwa? Hapana. Kuna kitu ambacho tunafaa tukaweza kuifanya. Fungua kitabu cha Mithali. Mithali 18. Mithali 18. Mithali kutoka Zaburi naingia Mithali. Unapata Mithali 18:10. Nasema hivi. Mithali 18:10 nasema, jina la Bwana ni ngome imara, mwenye haki huikimbilia akawa salama. Sasa hii inazungumzia kuhusu watu ambao ni wateule wa Mungu, kwamba jina la Bwana ndiyo ngome imara. Ni ngome, hiyo ni fortress ambao mtu yote ambaye ameshambuliwa, mtu yote ambaye amelemewa anakimbia pale. Sio kuandika kidole mahali pale kukimbilia pale. Maana ukishaingia pale kwenye ngome ya Bwana unakuwa uko salama. Biblia inasema kwamba wenye haki ukimbilia wakawa salama. Kwa wakati mambo yanapotukumba wapendwa, tunapojaribu kufanya mambo hayaendi, tunapoangalia afya za siku zooteka, sio kuandika kidole cha lawama kwa Mungu, bali ni kumkimbilia Bwana. Maana yeye ndiyo ngome iliyo imara, na mwenye haki akiingia pale kwake anakuwa salama. Tutakimbia kwa Bwana katika njia gani wapendwa? Tunaacha lawama, tunaacha visingizio, tunazama kwake katika hali ya maombi, tunajiachilia kwake, tunazama kwake katika hali ya maombi. Na tunapofanya namna hivyo, sasa Mungu anatukaribia na anaanza kufanya kazi yake.
Sisi tunaposongea pale, tunafaa tusongee na moyo wa aina gani? Zaburi 34:18. Kuna moyo ambao tunafaa tusongee nao kwa Bwana, sio tu kupiga tu mdomo na kwenda. Mithali 34:18. Huu ndio moyo ambao tunafaa tukimbie nao kwa Bwana ili tukaweze kuwa salama kama wenye haki. Biblia inasema ya kwamba Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliopondeka roho kuwaokoa. Kwa hivyo wakati ambapo naenda mbele za Bwana, tusiende nyoyo za viburi, nyoyo za ujeuri. Nafaa tuende mioyo iliyovunjika na roho ambayo imepondeka. Biblia inasema kwamba tunapoenda na moyo uliovunjika na roho iliyopondeka, Bwana Mungu ataweza kutuokoa. Lakini tusiende moyo wa viburi. Kumbuka Yesu atoa mfano wa watu wawili ambao walienda hekaluni kwenda kuomba ama kusali. Mmoja alikuwa ni mtoza ushuru na mwingine alikuwa ni Mfarisayo. Farisayo walikuwa ni viongozi wa kidini ya Kiyahudi. Kwa hiyo wakati waliposimama kuomba, huyu Farisayo kiongozi wa dini ndiye alitangulia kusema kwamba Bwana, kushukuru kwa sababu mimi umenifanya kuwa mtu mzuri. Mimi ninakuabudu siku zote. Mimi ninaomba na kufunga mara 2 kwa wiki. Zaka zangu mimi hutoa zote pasipo kupunguza. Mimi sio kama yule mtoza ushuru pale mahali. Huyu jamaa amejaa dhambi sana. Yesu anasema yule mtoza ushuru hata akashindwa kuinua kichwa chake juu kwa sababu aliona dhamira na mhukumu. Akasema tu, Bwana, nirehemu mimi mwenye dhambi. Yesu akasema kwamba walipotoka pale wakielekea nyumbani, huyu mtoza ushuru hakuweza kupata chochote. Lakini yule huyu Mfarisayo hakupata chochote, lakini yule mtoza ushuru ndiye aliweza kukubalika na Bwana. Kwa sababu Farisayo alienda kujiinua kwa wema wake ambao amefanya. Yule mtoza ushuru alienda mbele za Mungu akielekeza uovu wake na uasi wake ambao ameufanya. Kwa Bwana akamsamea mtoza ushuru na akamwinua mtoza ushuru na akatoka pale kama amehesabiwa haki. Lakini huyu Farisayo na dini yake akaenda mrama. Kwa hiyo naambiwa kwamba wakati unaposongea mbele za Bwana, lazima tusongee na moyo ambao umebondeka, kwa kukubali ya kwamba sisi tuna mizigo. Na hii mizigo sio Mungu alituletea, sisi tulijiletea wenyewe. Na roho ambayo imebondeka, Bwana ataweza kufanya nini? Bwana ataweza kutuokoa. Kama watu ambao ni wa Mungu, tunaambiwa katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa 28. Warumi 8 mstari wa 28 ni maandiko ambayo tunapenda kuyasoma, manake yana uzito sana na yanasaidia sisi kama Wakristo baada ya kumsongea Mungu kunyenyekea na kutetemeka. Warumi 8:28 natuambia hivi. Inasema, nasi tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapa mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Yaani katika mambo yote, wakati mtu unapokuwa umezaliwa mara ya pili, unapokuwa ndani ya Bwana. Kwa nini nasema katika mambo yote? Kwa sababu wakati ambapo wewe unaokolewa, wakati ambapo wewe umesamehewa, wakati ambapo wewe umetakaswa, wakati ambapo umefanya kiumbe kipya, haimaanishi ya kwamba hautakuwa na mambo mabaya, kwa maisha yatakuwa tambarare. Hapana. Maisha yana milima na mabonde. Barabara zina kona, hata kule juu angani ndege ikimbia huwa inakumbana na upepo. Bahari kule meli inapokimbia na kumbana na mawimbi. Hakuna safari yoyote ambayo haina changamoto zake. Kwa wakati ambapo mtu amekwisha kuokolewa, changamoto kwa maisha zitakuja ndio. Lakini zinapokuja ujue ya kwamba kuna kusudio nzuri ambalo Mungu amekusudia kulifanya pale mbele ambao wewe usikuliona wakati ule. Kwa sasa kitu ambacho nafaa kufanya ni nini? Ni wakati ambapo tunaishi, tuombe Mungu siku zote atulinde, atuongoze, atujalie kuishi maisha ambayo ni mazuri. Na katika maisha haya changamoto zinapokuja, mawimbi yanapokuja, tujue kwamba ni karakana ya Mungu ambayo inatengenezea mambo mema, sio mambo ya kutuangamiza. Ana mpango wa kutengenezea mambo mazuri ili atupigishe hatua nyingine ya pili. Ukienda katika mtambo wote, factory yote, utasikia makelele mengi sana. Hakuna factory ambayo haina makelele. Vyuma vinalia,
Yaani ni kutengeneza mpaka baadaye unapokuwa na chombo kimetoka nje kinang'ara. Unafikiri kilikuwa namna hiyo kuitengeneza. Dhahabu yenyewe huwa inaoshwa, inachomwa. Mpaka ukiona imetoka safi hivyo, imepitia moto mkali sana. Kwa wakati Mungu anaruhusu mtu wake upitie katika hali fulani ndogo ndogo ngumu ngumu, sio kwamba anataka kuangamizia pale, ana makusudi, anakujengea future ambayo ni nzuri. Lakini hautaona. Biblia inasema katika mambo yote tunajua kwamba Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake kwa minajili ya kuwapatia mema. Kwa hiyo tunapoona mambo yanakuja, tuombe Mungu. Baada ya kuomba, badala ya kulaumu Mungu, badala ya kwenda kuonyesha vidole kwa watu wengine, kitu ambacho tunafaa tufanye, tunafaa tumshukuru Mungu. Tuangalie Waefeso 5:20. Tunafaa siku zote tuwe watu wa kumshukuru Mungu. Efeso 5:20 nasema ya kwamba na kumshukuru Mungu Baba siku zote kwa mambo yote katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Yaani katika mambo yote ambayo tunapitia, tunafaa tumshukuru Mungu kama tuko ndani ya Bwana. Nafaa tukaweza kumshukuru Mungu katika mambo yote ambayo tunapitia. Nafaa tumshukuru Mungu, manake yeye ndiye anayetusaidia. Wathesalonike wa kwanza 5:18 pia bado inazungumzia kuhusu kushukuru Bwana. Wathesalonike wa kwanza 5:18. Inasema hivi. Wathesalonike wa kwanza 5:18 inasema shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwetu katika Kristo Yesu. Kwa naona Wakristo siku zote tunaambiwa kwamba tufanye nini? Tumshukuru Mungu. Maana hayo ni mapenzi yake. Sasa kitu ambacho kinafaa tufanye, wapendwa, tujaribu kuepuka lawama ya kuoteshana vidole mmoja kwa mwingine wakati shida inapotupata. Tuepuke tabia ya kuelekeza kidole cha lawama kwa Mungu, kwamba Mungu ndiye amefanya nikapitia hii shida yote. Haya mateso yote ambayo napitia ni Mungu ndiye ameniweka hapo. Hapana. Yeye ana uwezo wote. Lakini kama umeokolewa, hajakuweka pale kwa ubaya. Kama ni mambo ambayo yamekuja, mara nyingine Bwana amekuacha upitie pale akutengeneze katika maisha ya usoni ambayo yatakuwa ni mazuri. Kwa hivyo ni kumshukuru Bwana kwa kila jambo ambalo Bwana anatenda kwako wewe. Tukiangalia mfano mzuri wa Ayubu. Wakati ambapo Ayubu alipitia shida hii yote, kitu gani ambacho Ayubu alifanya? Ayubu 1:21 na 22. Ayubu mlango wa kwanza mstari wa 21 na mstari wa 22. Ayubu mlango wa kwanza mstari wa 21 inasema hivi. Akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana na libarikiwe. Baada ya mambo hayo yote kuisha, kitu ambacho Ayubu alifanya, hakuelekeza kidole cha lawama kwa Mungu, bali alielekeza moyo wa kumshukuru Mungu na kumuinua Mungu. Katika mstari wa 22 nasema, katika mambo haya yote Ayubu hakufanya dhambi, wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Wacha kutenda, kuwaza tu kwa upumbavu yake, hakumwazia Mungu kwa Mungu amefanyia upumbavu. Amemfanyia jambo lote, hakuwazia hiyo. Yeye kitu ambacho alijua ni kwamba Mungu ana uwezo wote. Na akajua kwamba mali hii ambayo alipata Mungu ndiye alimpatia. Pia akajua kwamba ni Mungu ndiye ametoa, na anajua kuna sababu ambayo inafanya akaitoa hii mali. Sasa nitoka tumeona mama yangu lili uchi, nitarudi vile vile. Jina la Bwana yule ambaye amefanya mambo haya yote na libarikiwe. Tunaambiwa katika mambo haya yote Ayubu hakutenda dhambi. Tunajivunia nini wapendwa hapa? Ni kwamba tusiwe watu wa kulaumu mara kwa mara.
bali kama wateule wa Mungu tunafaa tuwe watu wa kuomba Mungu siku zote na tuwe watu wa kumshukuru Mungu siku zote. Angalia mambo mazuri mazuri ambayo Mungu amekufanyia uyashukuru. Na katika mambo 10 ambayo yamefanyika kwako, utakuta 8 ni mazuri, 2 ni mabaya. Sasa wakati ambapo unaanza kutembea, unafikiria kuhusu yale 2 mabaya na kutafuta kidole cha lawama, utaelekeza wapi? Kwa Mungu, kwa mwenzako, kwa rafiki yako, kwa mzazi wako, kwa mtoto wako, kwa jirani yako, kwa bosi wako, nani yote ambayo utaelekeza. Lakini mambo 8 ambayo yamefanyika pale huyaoni kama yana maana. Kwa hivyo sisi kama Wakristo wapendwa, tuepukane na kidole cha lawama katika maishani mwetu. Tusiwe na mazoea kuelekeza vidole kwa Mungu, lakini ni tabia mbaya. Na vile tusiwe na mazoea kuelekeza vidole kwa wenzetu wakati mambo yanapokuwa mabaya. Tuwe kama mfalme Daudi, wakati mambo yanapoenda mrama, ni sisi wenyewe tuelekee mbele za Mungu na tumwambie kwamba Bwana, mambo haya huenda mimi ndiye nimesababisha akakuja. Kwa hivyo niangalie vizuri Bwana, kama ni mimi unioshe, nisafishe Bwana. Ndipo akasema moyoni mwangu, Bwana, nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Siku zote muone Mungu akiwa ni mwenye haki, kwa sababu yeye ni mwenye haki. Muone kama Mungu ambaye ana mpango mzuri kwako, na hivyo ndivyo anakupangia. Yale yote ambayo yanakuja ambayo hayako sawa, usimlaumu Mungu. Jiangalia maisha yako wewe mwenyewe, na angalia pia kazi ambazo Ibilisi anazifanya ndani ya maisha ya watu wa Mungu. Katika hayo utaona ya kwamba mabaya ambayo yanakupata ya kutaka kuangamiza ni ya shetani, lakini yale ambayo mabaya yanakupata kutingiza ni Mungu anatengeneza ili akupeleke mahali ambapo ni pazuri zaidi ya mahali ambapo. Hayo tujifundishe kumshukuru Mungu tunapoenda mbele za Bwana. Biblia inasema kwamba ingieni malangoni kwake na sifa. Ingieni malangoni pa Bwana na shukrani. Kuwa mtu ambaye unamshukuru Mungu siku zote, kuwa mtu ambaye unamsifu Mungu siku zote kwa maisha yako. Na utaanza kuona maisha yataanza kubadilika. Shetani anataka umlaumu Mungu. Ile mke Ayubu alimwambia mlaani Mungu, mkufuru alafu ukufa. Anataka weka lawama kwa Mungu ili usiwe salama. Lakini wakati ambao utasonga mbele za Mungu, mwambie Bwana, nimekuja. Nisaidie hii mikosi iniondokee. Haya mambo ambayo nayapitia yaweze kuniondokea. Bwana atakufanyia. Biashara yangu kaweze kuimarisha. Mazao yangu shambani Bwana kaweze kuyakuza. Kazi ambayo natafuta nikaweze kupata. Masomo yangu Bwana uninyoshe. Ndoa yangu ache mifuruko, mambo ya kufurukana katika ndoa. Baba, leta amani. Leta upendo katika ndoa. Bwana atafanya hivyo na baadaye utamshukuru Mungu. Kwa sababu yeye Mungu ambaye amejaa neema na rehema. Jina la Bwana Yesu likaweza kupewa sifa. Mungu akaweza kuwabariki sana. Tujiepushe na lawama, tumshukuru Mungu siku zote na tutaishi maisha ambayo ni ya amani.